Ni wakati mwingine tena, mtazamaji wa Zone Media, tunakutana hapa kuweza kujuzana kwa undani yale yote yanayojiri katika anga za kimataifa, na nikushukuru sana kwa kuendelea kuichagua Zone Media siku hadi siku. Kama bado hujaweza kusubscribe, ni kuombe uweze kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare. Kwa hivi sasa, moja kati ya taarifa ambayo inagonga sana vichwa vingi vya habari duniani ni taarifa ambazo zinaeleza kwamba Marekani huenda ikachukua hatua za kijeshi muda wowote kuanzia sasa hivi, kwa sababu harakati mbalimbali ambazo zinazidi kuendeleza Marekani, lakini vile vile upande wa pili wa rais wa Marekani mwenyewe Donald Trump akieleza kwamba anafikiria kuchukua hatua zaidi dhidi ya Iran endapo mazungumzo ya nyuklia yataweza kufeli kati ya Marekani pamoja na Iran. Lakini vile vile vyombo vingi vya habari duniani vimekuwa vikichapisha taarifa zinazohusu kwamba muda wote mashambulizi yanaweza kutokea, lakini majarida mbalimbali yamekuwa yakiandika na kueleza possible strike ya Marekani dhidi ya taifa la Iran. Ripoti inaeleza kwamba hali ya kisiasa Mashariki ya Kati imeingia katika hatua mpya ya taharuki baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuanza kufikiria uwezekano wa kufanya mashambulizi ya kijeshi yenye mipaka dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa gazeti la The Times of Israel, washauri wakuu wa rais Trump wamewasilisha mapendekezo kadhaa ya mashambulizi ya aina ya limited strikes, mashambulizi ya kulenga maeneo maalum yakilenga kuishinikiza au hata kuidhoofisha zaidi serikali ya Iran kwa hivi sasa. Hata hivyo, hadi sasa Trump bado hajatoa uamuzi wa mwisho. Wakati mjadala huo ukiendelea ndani ya ikulu ya Marekani, jeshi la Marekani limeendelea kuongeza nguvu zake katika eneo la Mashariki ya Kati. Manowari za kivita na vifaa vya kijeshi vinaelezwa kupelekwa karibu na Iran, hatua inayotafsiriwa kama maandalizi ya dharura endapo mazungumzo yatashindikana. Akizungumza siku ya Alhamis, Trump alisema mazungumzo ya nyuklia kati ya Marekani na Iran yanaendelea vizuri, lakini akionya wazi kuwa mambo mabaya yanaweza kuikumba Iran iwapo makubaliano hayatapatikana. Rais huyo aliweka wazi kuwa muda wa kufikia makubaliano ni ndani ya siku 10 hadi 15 pekee. Mbali na mpango wa nyuklia, Trump pia ameikosoa Iran kwa ukandamizaji wake dhidi ya waandamanaji wa kupinga serikali, ambapo maandamano hayo yalifanyika mwishoni mwa mwezi Desemba hadi Januari. Hivi karibuni aliandika kwenye mitandao ya kijamii kuwa Marekani inaweza kutumia kambi za kijeshi za Uingereza, ikiwemo kambi iliyoko katika kisiwa cha Bahari ya Hindi, iwapo Iran itakataa kufanya makubaliano. Kauli hiyo imezua taharuki Tehran. Balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa Amir Said Iravan alituma barua kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa akionya kuwa iwapo Iran itashambuliwa, kambi na mali za kile alichokiita nguvu hasimu zitakuwa malengo halali ya kijeshi. Ingawa Iran inaendelea kusisitiza kuwa inataka suluhisho la kidiplomasia, mazungumzo ya nyuklia yamekwama. Tehran imekataa kujadili mpango wake wa makombora ya masafa marefu pamoja na uungaji mkono wake wa makundi ya wapiganaji washirika wake ambayo Israel imekuwa ikiitaja kama tishio la moja kwa moja kwa usalama wake. Kwa mazingira haya ya sintofahamu, Israel nayo imeanza kujiandaa na hali ya dharura endapo vita vitazuka. Mashirika ya misaada na huduma za dharura yanaongeza maandalizi, huku wito wa maombi na umoja ukiendelea kusisitizwa. Swali kubwa sasa hivi linalobaki ni hili: je, siku chache zijazo zitashuhudia mashambulizi mapya Mashariki ya Kati, au diplomasia itaokoa hali kabla ya mlipuko wa kijeshi? Sasa iko hivi. Kitendo cha Israel kujiandaa dhidi ya matokeo ambayo yanatarajiwa kuweza kutokea, yaani Marekani kuanzisha mashambulizi kwenda katika taifa la Iran, ni kitendo ambacho kinaashiria ukaribu kabisa wa mashambulizi haya kuweza kutokea wakati wowote kuanzia sasa, kwa sababu shughuli nyingi za kijeshi za Mashariki ya Kati zimekwisha onekana kwa Marekani, lakini pia hata mazoezi ambayo Irani aliweza kuyafanya kuanzia siku 2 nyuma, mazoezi yale tayari yameonyesha ishara kwamba Iran imekwisha jiandaa hata kwenye upande wa majini, kwani iko tayari kuweza kupambana na vitisho vyovyote ambavyo vinatoka upande wowote kwa adui wake katika ukanda huo wa Mashariki ya Kati. Sasa basi, ikiwa mazingira ya sintofahamu yakizidi kuendelea katika ukanda wa Mashariki ya Kati, kwamba washauri wa rais wa Marekani Donald Trump wamempelekea yale machaguo ya Marekani kuweza kuchukua hatua za mashambulizi, mapendekezo makubwa ambayo yamepelekwa kwa rais wa Marekani Donald Trump ni kwamba
kifanyike kitendo kinaitwa limited strike, yani mashambulizi ambayo yana kiwango fulani, na kiwango hicho ambacho wamekilenga Marekani kwanza ni kuangusha utawala wa Ayatollah Khamenei, utawala wa Kiislamu pale nchini Iran. Lengo kubwa la Marekani ni hilo. Na Khamenei juzi tu alimjibu rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba hata kama ana nguvu kiasi gani au jeshi lake lina nguvu kiasi gani, basi linaweza kuangushwa pia, na hataweza kamwe kuangusha utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwa sababu walijaribu viongozi wengi kwa miaka 47 lakini hawakuweza kufanikiwa. Hivyo hata yeye mwenyewe hataweza kufanikiwa lengo lake la kuweza kuangusha utawala wa Kiislamu wa Iran. Sasa basi, ikiwa machaguzi ambayo yamelengwa ni kushambulia miundombinu ya nyuklia Iran, lakini vile vile kulenga zaidi kuwafanya raia pale nchini Iran waweze kuandamana na kupinga utawala wa Ayatollah Ali Khamenei, ni chaguzi ambazo zimepelekwa kwa rais wa Marekani Donald Trump, lakini bado anajifikiria na hajaweza kutoa maamuzi moja kwa moja ili kuweza kuchukua hatua madhubuti. Sasa Trump alieleza kwamba atalazimika kuweza kutumia kambi za kijeshi za Uingereza, ikiwemo kambi iliyoko katika kisiwa cha Bahari ya Hindi iwapo Iran itakataa kufanya makubaliano. Na Uingereza imemjibu rais wa Marekani Donald Trump kumwambia kwamba hawatokubali kabisa kambi yake kuweza kutumika ili kuweza kuishambulia Iran, kwa sababu kufanya hivyo itaonekana inaingia moja kwa moja kwenye mzozo na Iran, na isingependa kufanya hivyo. Ni taarifa ambazo leo hii zimesambaa kwa kiasi kikubwa sana, mtazamaji. Sasa mtazamo ni huu hapa. Kwa hatua ambayo imefika kwa hivi sasa, mzozo wa Mashariki ya Kati kati ya Irani pamoja na Marekani ni hatua mbaya zaidi, huku ripoti zikieleza wazi kwamba Marekani huenda ikaanzisha mashambulizi muda wowote kwenda katika taifa la Iran, hali ambayo inazidi kuongeza wasiwasi pia katika mazungumzo ambayo yanatarajiwa kuweza kufikiwa mwafaka wake, lakini vile vile inatarajiwa kuweza kuongeza pressure zaidi katika serikali ya Iran, kwa sababu wao wanaamini huenda mazungumzo yakafanyika, lakini mwisho wa siku mazungumzo hata kuisha hajaisha, lakini ripoti nyingi zinaeleza wazi kwamba Marekani huenda ikachukua hatua za kijeshi wakati wowote. Sasa swali linakuja, je, kuna umuhimu gani wa mazungumzo hayo kuweza kufanyika hadi hivi sasa? Mazungumzo hayo je, ni ya heri? Mazungumzo hayo je, yanaitakia mema Irani, au ndio kujificha chini ya kificho cha mazungumzo, kumbe tayari walikwisha kuwa na majibu yao moja kwa moja kwamba wataweza kufanya mashambulizi dhidi ya Iran? Na nimekuwa nikikwambia mtazamaji kwamba mara zote waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, kama kuna chaguo kubwa ambalo analitaka dhidi ya Mashariki ya Kati pale, basi ni kuanzisha vita na Iran wakati wowote. Yani chaguo lolote ambalo yeye analiona lina maana, basi ni vita, sio chaguo lingine lolote pale Mashariki ya Kati. Sasa hizi harakati ambazo zinaendelea Mashariki ya Kati zinaibua hofu kubwa, na tension inazidi kuongezeka na joto linapanda kwa kiasi kikubwa sana. Leo tu Netanyahu, mkuu wa majeshi pale nchini Israel, pamoja na waziri wa ulinzi wa Israel Katz, wameeleza kwamba endapo Irani itaanzisha shambulizi kwenda katika taifa la Israel, basi Netanyahu akasema kwamba watapata pigo ambalo hawajawahi kulifikiria kwenye maisha yao kabisa. Kwa hivyo Israel italipiza kisasi kwa kiasi kikubwa sana. Basi mtazamaji, mimi niko hapa kwa ajili ya kuweza kukupatia yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa. Cha msingi tu ni kuweza kuwa karibu nasi kwa kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.